Niko mbele ya madhabahu hii kwa lengo na madhumuni ya kumshukuru Mungu kwa sababu amenitendea, amenionekania. Namba moja, napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu hii takatifu kwa kunipa neema na kibali asubuhi ya leo kusimama mbele ya madhabahu hii. Namba mbili, napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ametutendea mimi na familia yangu, ametupa uzima, ametupa afya mpaka asubuhi hii na siku ya leo kwa wazima wenye afya. Namba tatu, ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema ya kukutana na wazazi kama hawa. Amen. Wazazi hawa, nimefika hapa nilikuwa kama chokola kwenye maisha yangu mimi, kwa kiroho na kimwili pia. Lakini nilipopata neema ya kukanyaga mlango huu, nikakutana na wazazi hawa, nimeona mwanga, nimeona nuru kwenye maisha yangu. Amen. Nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa iliyopita, mama alitufundisha kuhusiana na somo la imani, kuwa na imani, kumwamini Mungu wetu. Amen. Akatufundisha jinsi ya kuweza kumwamini Mungu katika mambo yetu tuliokuwa nayo, na yale mambo ambayo tunayataka ambayo tujayapata, tumwamini Mungu kwa tumeshapata. Amen. Amen. Nakumbuka tulisoma maandiko, tulisoma Warumi, japokuwa nimesahau mstari ule umenitoka. Neno lile linasema imani huja kwa kusikia. Amen. Amina. Akatufundisha baadaye, tuliomba hapa, tukaomba kwa lengo kwa kumwambia Mungu atuongezee imani, atupe imani ili tupate kumsadiki katika mambo tuliokuwa nayo. Amina. Amen. Baada ya hapo, mama alitushauri, akatushawishi tumuombe Mungu, tumtafute Mungu kwa imani, tumshukuru Mungu kwa imani kwamba tumeshapokea yale ambayo tumeyaomba, maana tulikuwa tumeomba hapa. Sasa wakati anatushauri, mimi nilikuwa nimekaa hapa, akatushawishi kwamba tukiwa nyumbani tujitahidi hata saa 8 ya usiku tuamke tuombe Mungu. Amen. Tumshukuru Mungu kwa makuu na mengi ambayo ametutendea sisi. Amina. Kusema ukweli, kuna mambo ambayo nilikuwa na haja nayo kwenye moyo wangu ili Mungu anitendee. Lakini alipotushauri kwamba tuamke usiku tuombe, usiku wa saa 8, nikaona hapa kuna mtihani. Kwa kweli mimi toka nimeokoka, toka 2003 mwezi wa 12 nimempokea Yesu, sikuwahi kuamka usiku wa 8 kuomba Mungu hata siku moja. Kwangu ilikuwa ni vigumu. Sasa nikajiuliza nitafanyaje? Lakini kwa sababu siku za nyuma pia alishatufundisha, tukaomba hapo kwa lengo la kumpokea Roho Mtakatifu ili awe msaidizi wa maisha yetu sisi, atuongoze na tusaidie. Kwa kweli namshukuru Roho Mtakatifu. Wakati nimekaa kwenye kiti hapo najiuliza nitafanyaje, na maombi ya saa 8 kuamka kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amenitendea, Roho Mtakatifu alinitia nguvu, akanitia moyo. Kusema ukweli, toka Ijumaa ile mpaka wakati huu mimi ikifika saa 8 kamili niko macho. Amina. Ninamtukuza Mungu, namuomba Mungu. Nikiendelea kuomba pia naunganisha na neno linalotoka katika Waebrania 11 na mstari wa 1 linalosema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana yale mambo yasiyoweza kuonekana. Amina. Kwa kweli naiona ofisi ya ufundi niliyoiomba Mungu kwa muda mrefu. Nilitamani Mungu alisaidie kupata ofisi ya ufundi ya ushonaji. Nilitamani Mungu alisaidie kupata wateja wengi kwenye ofisi ya ufundi. Ofisi ya ufundi nimeiona, inaenda kuipokea. Wateja wengi ninawaona ambao wanakuja kwangu kwa msururu kushona kwangu. Kwa kweli namtukuza Mungu kwa hilo. Pamoja na hiyo pia namshukuru Mungu kwa sababu pia kupitia kazi yangu naiona nyumba nzuri ya vyumba 3 na sebule kubwa. Namtukuza Mungu, namshukuru Mungu. Amen. Amina. Kwa kweli nikiongea hivi, kwa wewe ambao unaona kwa macho ya kiroho unanielewa na maanisha nini. Ila kwa wewe ambao unaona kwa kupitia macho ya nyama haya, huwezi kunielewa na maanisha nini. Amen. Amina. Imani ni kuwa na hakika. Kwa mimi na hakika. Ninamshukuru Mungu, namtukuza Mungu. Amenitendea, amekuwa ni mwaminifu kwenye maisha yangu. Amen. Amen. Mbarikiwe sana.